Mkuu wa ujasusi wa zamani wa Marekani CIA Mike Pompeo amekiri kwamba Washington ilikuwa na mchango wa moja kwa moja katika ghasia za hivi karibuni nchini Iran, akisema Marekani iliwasaidia moja kwa moja wafanya fujo. Mkurugenzi huyo wa zamani wa shirika la ujasusi la Marekani CIA, Bwana Mike Pompeo, amesema kwamba mmoja kati ya waliosaidia machafuko katika taifa hilo la Kiajemi ni pamoja na Marekani pamoja na Israel. Ikumbukwe wakati wa maandamano ni rais wa Marekani Donald Trump alitoa wito kwa waandamanaji kuendelea na maandamano, huku akisema kwamba yeye atenda kuwasaidia ikiwa serikali itawaua. Ni mipango ambayo Marekani ilikuwa ikipanga juu ya kusaidia kuondolewa madarakani kwa uongozi wa Ayatollah Al-Khamenei pamoja na viongozi wengine waliopo katika taifa hilo. Huo ndio mpango mkakati ambao ulikuwa umepangwa na Marekani na hata Israel. Israel yenyewe kupitia shirika la Mossad iliweka wazi katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikisema kwamba wao wapo nchini Iran na wanaungana na wale wanaoandamana, na hivyo inaonekana wazi kabisa kwamba Marekani na Israel zilihusika moja kwa moja katika kuchochea machafuko hayo. Katika mahojiano na channel ya 13 ya Israel siku ya jana ya Jumatatu, Pompeo amepinga mtazamo kwamba Rais Donald Trump alifeli katika ahadi yake ya kuwapelekea msaada waandamanaji nchini Iran. Amesisitiza kuwa sidhani kama hivyo msaada ulikuja, msaada mwingi, huenda tusiuone wote, huenda tusijue yote, lakini Marekani inajaribu kuwasaidia. Alipoulizwa kama Trump alipoteza fursa ya kupindua serikali ya Iran, Pompeo ambaye pia aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani hakukubaliana na wazo hilo pia. Matamshi yake yamefichua kwamba licha ya kauli za mara kwa mara za utawala wa Trump kuhusu kutafuta suluhu ya amani nchini Iran, Washington nyuma ya pazia inafanya hima ili kufanya mabadiliko ya utawala nchini Iran. Anasema moja kati ya changamoto ambayo utawala wa Marekani kwa muda mrefu imekuwa ikitazama ni utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Ni utawala ambao Marekani imeuona ni utawala kinzani kwa manufaa yake katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, lakini pia ni utawala ambao unaifanya mshirika Israel kukosa fursa muhimu anazozihitaji katika eneo hilo. Mpango wa Marekani na Israel ni kulitawala kabisa eneo la Mashariki ya Kati, lakini kutokana na mipango mikakati ya utawala wa Ayatollah Al-Khamenei, utawala wa serikali ya mapinduzi ya Iran ndio ambao unasababisha kutofanikiwa kwa mipango ya Marekani na Israel katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Pompeo hapo awali alikuwa amefungamanisha ghasia zilizoshuhudiwa mwezi uliopita nchini Iran na mashirika ya ujasusi ya Marekani na Israel. Wakati wa ghasia hizo mnamo Januari 2, aliandika kupitia mtandao wa kijamii wa X kuwa heri ya mwaka mpya kwa kila Muiran mabarabarani, pia kwa kila agenti wa Mossad aliyetembea kando yao. Maandamano ya amani yalianza mwishoni mwa Disemba katika mitaa ya kibiashara ya Iran kufuatia kushuka kwa thamani ya sarafu ya rial ya Iran mkabala wa dola ya Marekani. Na hata hivyo, kufikia mwanzoni mwa Januari, maandamano hayo yaligeuka kuwa ghasia na vurugu baada ya magaidi na maajenti wa Israel wa Marekani kuingia kwenye mikusanyiko ya waandamanaji wakitumia risasi hai dhidi ya maafisa wa usalama na raia. Mnamo Januari 12, mamilioni ya Wairan walishiriki katika maandamano ya kitaifa kuunga mkono Jamhuri ya Kiislamu, na baada ya hapo ghasia zilififia haraka na hatimaye kuisha kabisa. Hata hivyo, wakati huu ni wakati ambapo Marekani imekuja na mpango mwingine wa kutaka mazungumzo ya kupunguza mzozo uliopo kati yake na Iran, ikitoka kwenye suala la maandamano na kuja kwenye suala la nyuklia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.